Dar es Salaam. Mechi Simba kapoteza 2-0 mkondo wa kwanza. Watu wengi wanaamini kama safari ya Simba inawezekana ikaishi hapa kama ambavyo mara 5 ameishia robo finali kwenye ngazi klabu barani Afrika. Wewe unasema nini? Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema. Tumeenda salama, tumerudi salama. Lakini niwaambie mashabiki na wanachama na wadau wote wa mpira, kauli mbiu yetu ya hii tunavuka bila shida, bila shaka wala msipate tabu. Hii tunavuka. Kwa sababu gani nakwambia tunavuka? Nina sababu kama 4 au 5 ya kusema hii tunavuka. Sababu ya kwanza, Simba na Al Masry kuna kitu kinaitwa experience matter, yani uzoefu wa mashindano haya. Kwa maana kwamba Al Masry uzoefu wa mashindano haya si mkubwa sana kuliko Simba kwa hichi kipindi cha hivi karibuni mtawalia. Kwa hiyo inanipa kiburi cha kusema kwamba hii tunavuka. Hilo ni la kwanza. Sababu ya pili, naweza nikasema tunaweza tukafanya man to man marking to threat players. Yani kwamba kuna kitu ambacho tumekiona kwa wachezaji wao ambao ni nyota. Hapa ni kuwasoma, bwana, huyu ni nani, huyu ni mwiba, inatakiwa tufanye nini? Tuwazuie. Kwa mfano, kulikuwa kuna mchezaji mmoja amevaa namba 30 anapiga mguu wa kushoto hivi. Yule mchezaji. Kwa hiyo hapo mkondo wa kwanza inatupa kujifunza. Mkondo wa pili ni kurekebisha makosa na kumaliza. Hilo ni sababu ya pili, kwamba wakaba wale wachezaji ambao unaona kabisa ni threat. Kwa hiyo mechi ni sababu ya pili, nakwambia hiyo tunaimaliza. Sababu ya tatu tunasema conducive environment, mazingira. Timu za ukanda wa UNAF asilimia kubwa wanacheza usiku na asilimia kubwa kama kuna hali ya baridi. Lakini hawa Waarabu watapokuja, kwanza yawezekana wakakuta jua kali, kwa sababu tunapojua hali ya hewa inapochange watu wanasema weather and climate change. Lakini yawezekana ikawa jua kali, na jinsi ambavyo unapojua Mwarabu anapohangaika kwenye jua kali, waga kidogo anaomba maji, unakuta anapoteza kabisa momentum ya kucheza mpira. Kwa hiyo hapo ni sababu nyingine ambayo naweza nikasema hii itaweza kupelekea sababu ambayo tunafanya nini? Tunavuka. Sababu ya 4 na ya mwisho tunasema ni team selection. Mwalimu afanye team selection ambayo inaweza kusababisha hii. Sasa ni uwanja wake, kwa maana kwamba coach wangu Fadlu anakuwa ni mzito sana wa kufanya substitution. Hata pale unapomuona mchezaji amefanya nini, anakuwa amechoka, anakuwa anafanya sabu dakika za jioni. Hiyo ni upande wa kitaaluma zaidi. Kwa hiyo tunaomba pale ambapo anapoona bwana huyu tayari amechoka, tupate mbadala ili tuweze kukamilisha jambo. Lakini pia nina ujumbe ambao nilikuwa naongea na mchezaji leo wakati tunarudi. Akasema inatakiwa ball boys wale wanaorusha mpira wawe karibu na touch line, yani wasikae mbali, kwa maana kwamba mpira ukitoka tu uwanjani, hawa wana mchezo wa kubadilisha, wana mtindo wa kupoteza muda. Kwa hiyo inatakiwa wasiachiwe muda hata kidogo wa kufanya nini, wa kupoteza. Kwa hiyo naweza nikakwambia kwa sababu hizo ni chache ambazo nakwambia hii tunavuka. Kwa hiyo watu wasikate tamaa, watu wakate tiketi kwa wingi, twende tukampelekea pumzi ya moto Mwarabu. Robo zimeshakuwa nyingi sana, nitaadhirika sana mimi na watani zangu akina Kevo watanitania sana, lili jina la mwaka robo linanikera kweli yani. Kwa hiyo na waombeni washabiki na wanachama, tukate tiketi kwa wingi, twende Benjamin William Mkapa, twende tukampelekee pumzi ya moto Mwarabu. Safari ni hatua kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka Misri kwa shabiki, sio kitu kirahisi. Nini ambacho au ni sababu ipi ama nani ambaye yuko nyuma ya safari yako kuelekea Misri, ama nguvu unaipata wapi? Karibu sana. Okay, kwanza kuna rais mmoja wa China anaitwa Mao Zedong au Mao Zedong. Alitoa statement yake moja, anasema give a man fish, you feed him for today. Teach a man how to fish, you feed him for the life. Kwamba ukimpa mtu samaki umemsaidia kumlisha leo, lakini ukimpa mtu ndoano, yani ukimfundisha jinsi gani ya kuvua samaki, utakuwa umemsaidia maisha mazima. Kwa maana hiyo kwamba kupitia taasisi yangu Simba Sports Club nimejengeka, watu wameniona, wameniamini,
Kwa hiyo kuna wadau mbalimbali, wadhamini mbalimbali. Baada ya kauli ya mwanzo ya Mzee Azim waliposema 500,000 kwenda Misri, kwa hiyo mimi nilikuwa na 700,000 yangu iko mfukoni. Kwa maana kwamba 500,000 kwenda 200,000 nitajua mambo ya huko ya cost of living tunaishije. Lakini baadaye mambo yalivyobadilika, lakini nikasema mimi sina ile 700,000, nikatafuta wadhamini. Nikatafuta wadhamini kama 10, lakini bahati mbaya zaidi 5 tu ndio walisema bwana, mimi nitafanya nini? Nitadhamini walau safari yako. Kwa hiyo ukichanganya ndio ukapata hela kidogo. Baada ya kupata hela kidogo wengine wakawezesha. Kwa hiyo ninaweza nikasema kwamba nawashukuru sana wadhamini wangu. Wa kwanza akiwa ni Lampard Electronics, yes, ambao ni mabingwa wa kuuza vifaa vya electronics. Ukitaka friji, ukitaka pasi, rice cooker, sijui washing machine na kila kitu. Kwa hiyo wale wanapatikana Kariakoo, Msimbazi, na namba zao ni hizi hapa 0715 115 174. Kwa hiyo watu wakaribie huko. Lakini pia kuna wadhamini wengine ambao walikuwa wanaitwa Lucky Adventures. Hawa wanahusika pamoja na kama una honeymoon, kama una holiday na unataka kwenda Dubai au nchi kadha wa kadha, alafu hujui mtafanya nini, unawacheki Lucky Adventures. Wenyewe watakufanyia mambo yote, wataratibu safari yako na itaenda vema zaidi. Lakini hata masuala ya ticket na visa, nilipokuwa mimi mwenyewe ninapata shida, pia hao walihusika, wanahusika na mambo ya kutoa visa na kukata tiketi. Hao ni wadhamini wa pili ambao kidogo walifanya nini, waliingiza mkono wao katika safari yangu. Lakini pia kuna hawa wanaitwa Tumpende Pharmacy. Hawa hawapo hapa. Hawa waliniona mtandaoni. Baada ya kuniona mtandaoni, na mimi nikawapelekea jambo. Hawa wanapatikana Kahama basi stand ya Kahama. Kwa hiyo wanauza dawa pamoja na vipodozi. Kwa hiyo jumla na rejareja wanapatikana wapi? Pale Kahama. Kwa hiyo watu wa Kahama, kazi kwenu, Tumpende Pharmacy tu pia muwaone. Lakini pia kuna dhamini mwingine Kino Phones TZ. Hawa wanahusika pamoja na kuuza simu. Ukitaka simu za iPhone na Samsung wanapatikana Makumbusho. Kwa hiyo karibuni sana. Wanauza ukitaka used na pia ukitaka brand new, karibuni sana, watu wanafanya hivi. Lakini pia kuna media inaitwa Furaha FM, the youth choice, chaguo la vijana 90.9. Kwa sasa hivi ndo habari ya mjini. Kwa hiyo mnakaribisha kufungua Furaha FM na kupeleka matangazo yenu pale. Kwa hiyo hao naweza nikasema ni watu ambao kwa namna moja ama nyingine walipelekea kurahisisha safari yangu. Sio kwamba walitoa hela yote, hapana. Ina maana mimi nilikuwa na kiasi changu, pia wakaongeza na wenyewe, bwana mimi nipo katika pati ya safari yako, wakaongeza. Ina maana sasa mimi nilivyompata bosi, bwana bosi, mimi nina hichi, kuna watu wanasema alionacho muongezee. Kwa hiyo nilichokuwa nacho walifanya nini? Wasema basi hii inawezekana. Kwa hiyo naweza nikasema hivyo, na washukuru sana. Lakini pia watu wazidi kutuamini, kuniamini, naamini kijana mtiifu. Sio kama najisifia, hapana, nafanya kazi vizuri wala bila shida. Lakini la mwisho, nina jamaa zangu hapa, huyu Kinyago Tabata na Mnandi Juni. Hawa hapa kwa kweli mimi nawasifu sana, ninawapenda sana. Kwa sababu gani? Wanaacha usingizi wao na mambo kadha wa kadha, lakini wanakuja kupokea timu na mashabiki kama sisi. Lakini nikaona hapana, wakati ninapokuja niliingia kidogo shopping, nikasema walau nitawaletea hata zawadi. Walau nitawaletea hata zawadi, kwa sababu zawadi ni chochote. Kwa hiyo bila shaka, na pia nimewakumbuka kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu wanajitoa sana kadha wa kadha. Lakini kwa watu ambao hawafahamu, hawa ni mashabiki wa Simba, tena kindaki, watu wawe na amani nao. Kwa hiyo